Mgomo wa madaktari umeingia siku ya 14 hii leo, huku serikali ikizidi kujitia hamnazo na kushikilia kwamba utoaji huduma za matibabu inaendelea kama kawaida katika hospitali zote za umma. Lakini hali halisi ni ya kutamausha mno. Hospitali kuu ya mkoa wa Pwani inatufunulia taswira inayosheheni kutokana na ukosefu wa matibabu katika hospitali za umma. Katika kiingilio tunakutana na jamaa walioamua kumhamisha mgonjwa wao baada ya kukosa matibabu. Katika wadi, wagonjwa wameachwa katika hali ya upweke, wasijue ni lini hali ya kawaida itakaporejea hospitalini humo. Utoaji huduma za matibabu zimeachiwa wanafunzi. Kitengo cha huduma za dharura kimesalia na wahudumu 3, hali ambayo imewafanya madaktari wataalam ambao wamekuwa wakifanya kazi kupindukia kutoa makataa ya siku 2 kwa serikali kutafuta suluhu mara moja, la sivyo watajiondoa hospitalini humo. Hayo ndio masaibu ambayo pia yanawakumba wagonjwa katika hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret. Tafadhali serikali muongezee hawa madaktari na hawa manasis ili warudi kazini na sisi watutibu, tupone, twende nyumbani, tujenge taifa. Msipofanya namna hii, mnataka twende wapi? Ama mnataka tukufe? Hata hivyo, wauguzi hospitalini humo wamerudi kazini baada ya baraza la mawaziri kuamua kuwa watalipwa marupurupu yao. Licha ya yote hayo, serikali imezidi kutilia mkazo kuwa huduma za matibabu zinaendelea kutolewa. Waziri wa huduma za matibabu Anyang' Nyong'o amedokeza kuwa ni madaktari 1000 pekee walio mgomoni kati ya madaktari 3500. Nyong'o amesema kuwa tayari mishahara ya 1000 hao imesitishwa. Ili kujaza mapengo yaliyoachwa na madaktari wanaoendelea na mgomo, Nyong'o ametangaza kuwa wahudumu 2000 wataajiriwa, wakiwemo madaktari 1000 na maafisa wa afya 1000. Tunasema tafadhali waziri, wacha kuwadanganya wananchi, kwa sababu madaktari wote katika hii nchi ni wanachama wa KMPDU na ni 3500 doctors, na wote wako nasi na wamesema hataenda kuchukua hizi kazi kwa sababu wako katika mgomo. Unless waziri anataka kutuambia ya kwamba anataka kuhaya madaktari wengine kutoka ng'ambo. Why are they worried about that? We can even get medics from Uganda. Miongoni mwa matakwa ya madaktari wanaogoma ni kujumuishwa kwa wanafunzi madaktari wanaojilipia karo au self-sponsored kwa kimombo katika mpango wa serikali na kuajiriwa katika hospitali kuu ya Kenyatta wakiwa likizoni. Pia wanataka madaktari wanaohudumu katika vituo vya afya vya umma kulipwa shilingi 30,000 kama marupurupu ya mawasiliano ya dharura, kupandishwa vyeo kwa madaktari waliohitimu na kubuniwa kwa tume ya afya nchini. Let's be fair to the taxpayer, because this money doesn't come from heaven, it comes from the Kenyan taxpayer, who is you. You want your money to be used responsibly, not to give Christmas presents to people or peremende to sulking children, no. Bwana waziri, wacha kuadaa wananchi, keti chini na muungano wa madaktari ili tuweze kutatua hili shida. Chama cha KMPDU kinahoji kuwa hakuna majadiliano yoyote ambayo yamefanyika kati yake na wizara husika ya huduma za matibabu. Helen Kimaru, Citizen Nipashe.